Karibuni tena kwenye podcast yetu ya leo. Tutakuwa tunaongelea fedha. Mimi naitwa Faith, ni mfanyabiashara. Nitakuwa na mwenzangu anaitwa Veronica, ni mfanyabiashara pia. Okay. So leo tuko nataka kufahamu fedha ni nini kwako wewe. Ukisikia pesa unaelewa ni nini labda? Kwangu mimi fedha ninavyoichukulia ni kama amplifier. Yaani kitu ambacho kinani boost, kinanipa motisha kufanikisha lengo fulani. Okay. Kwa hiyo wewe ukisikia unasikia kama ni motisha inakuboost kukupa kitu fulani. Watu wengine wanaona ni kama mwingine kwake pesa ni kitu ambacho lazima awe nacho ndio ili maisha yake yaende. Mwingine ndio hicho kinampa changamoto ya kuendelea. Mwingine anaitumia kufanya mabaya. Kwa hiyo wewe ukisema inakupa motisha ya kufanya zaidi, kivipi? Unaweza kutuelezea kidogo? In what sense? Kuna mahali nilisoma na ndio ilonifanya mimi iwe kama motisha kwangu pesa. Okay. Inasema alitofautisha kati ya watu wenye pesa wanavyowaza na watu wa kawaida wanavyowaza. Kwa watu wenye pesa wao wanawaza kwamba wao ndo wanaotengeneza maisha. Okay. Kwa hiyo mimi nikasema okay fine. Kwa nini pesa na mimi nisichukulie kwa namna hiyo? Kwamba iwe inanipa motisha kufanya jambo fulani, kuamka kila siku kwenda kuitafuta hivyo. Ndio maana kwangu mimi ni kama motisha. Yani kitu kinakufanya ili maisha yako yawe to a certain standard, lazima uwe na hii pesa. Na unaipataje hii pesa? Ni kwa wewe kuamka na kwenda kufanya kitu. Ukilala huwezi pata pesa. Huwezi kupata. Ni kweli, ukilala huwezi kuipata. So unapoipata hii pesa, huwa unaipangiliaje? Huwa unakuwa na malengo kwamba kiasi fulani kitaenda sehemu fulani, kiasi fulani kitaenda sehemu fulani? Huwa una ile tabia ya kujilipa wewe mwenyewe kwanza, ama huwa una tabia ya kujilipa wengine kwanza? Kwa sababu wengi wetu ikifika mwisho wa mwezi au ikifika tumepata faida, tunakuwa mamilionea, tunasahau kujilipa, tunaanza kuwalipa watu wengine kwanza. In your case wewe, hiyo inakuwa unajilipa wewe kwanza, tunalipa saluni kwa ajili ya nywele kwanza? Kwangu mimi kwanza lazima niwalipe kwanza watu naofanya nao kazi. Okay. Of course, kwa sababu wao wenyewe pia wamepambana mpaka tumepata tulichokipata at the end of the month. Obvious, inabidi tuwafikirie kwanza wao. Yeah. Then baada ya hapo kuna kuwekeza. Some percent utawekeza, kuna percent nitaweka kwenye matumizi yangu ya kila siku. Okay. Some percent nitajilipa mimi mwenyewe. Hasa hapo kwa kujilipa mwenyewe ndio utajua sasa kama utakuwa bosi ama utakuwa mwekezaji. Lakini the fact kwamba unawekeza, which means hapo tayari inakuwa ni umeshajilipa mwenyewe kwa kuitumia yote. Kwa hiyo unajiona una safety net, mwisho wa siku kitu chochote kitokea kuna mahali utapata. Yeah, of course. Okay. So kwenye kufanya hivyo au toka umeanza kufanya hivyo, umewahi kuona manufaa yake? Labda kuna kitu ungependa kuwashauri watu wengine pia na wenyewe wafanye? Kwa sababu wengi wetu hatuna hiyo tabia, na hatuna hiyo tabia sio kwamba hatuipendi, hapana, ni kwa sababu hatukukuzwa nayo. Ikija kwenye swala la pesa, kwenye society yetu pesa ni tabu, ni kitu ambacho hakiongeleki. Especially huko tulikotoka, yani hatukiongelei, yani mwiko kiongelea. Au ndo kuna ile unasema pesa yangu ni yangu, nitampaje mtu anihifadhie? Au ndo ile ikikaa huko inaibiwa au itapotea. Kuna misconceptions nyingi sana. Notions ziko nyingi sana. So na nadhani sasa hizi ni muda mwafaka watu waanze kuziondoa. Kwa hiyo wewe ungemshauri mtu kitu gani, like
anza kuweka, kwa sababu hujui kesho yako. Sawa, ndio, na kuna ile notion ya kwamba nitakufa nitaziacha. Hiyo kweli. Utakufa utaziacha. Yeah. Wengi ndio tunachokiogopa, like enjoy while you can. While you can, yeah. Ila kwenye jambo la kuinvest, unaweza ukamshauri mtu, at the same time unaweza usimshauri mtu, kwa sababu kuna mtu, inategemea na mtu ana malengo gani na hela yake. Yeah. Mwingine ana malengo yake sio kuwekeza, kwamba like unajua uwekezaji ni ule mtu ambaye anatamani kufika level fulani, izakawa yeye hawezi kama yeye, kwa anaipeleka hela yake mahali imultiply, while na yeye anajitahidi kumultiply. At the end of the day, akijumlisha sehemu mbili atafikia lile lengo analolitaka. Na kuna mwingine yeye hana, yani tuseme yeye anataka akipata leo amepata, anataka akaenjoy, akaspend. Kwa unaweza ukamshauri mtu kuwekeza, unaweza usimshauri mtu. Ingawa sasa hivi watu wengi wanafundishwa kuwekeza. Ila sasa uweze kumfundisha kila mtu namna ya kuwekeza, kwa sababu hujui yeye ana malengo gani. Jua kwanza lengo la mtu, yeye ana malengo ya kufika mahali, ama yeye alipofika ndo ameshafika. Kwa mfano, mtu ambaye amestaafu, kwa mfano, wale ambao washafika 60 something, ukimwambia mambo ya kuwekeza, atakuelewa kweli? Anamwekezea nani? Ili enjoy mjukuu wake au ili enjoy yeye? So vijana wengi ndo tunahimizana kuwekeza, ila watu wengine kuwekeza it's a good thing, but inategemea na malengo yako. Malengo yako. Hata sisi kwenyewe tu pia ni changamoto, bado mtu anakuwa haelewi. Ni kitu kigumu, lakini pia ni kitu kizuri mtu akikifahamu na akafanya hivyo, kwa sababu hujui ya mbeleni ni nini. Na siku hizi vizazi vilivyokuwepo siku hizi, it's no longer kwamba nitakutunza huko uzeeni. Hapana. Nisaidie nimefika hapa. Hata mimi mwenyewe napambana. Kwa hiyo kwa mtu ambaye hajafika huko bado miaka 60, yuko kwenye miaka 40 50, it's a good thing awekeze. Yeah, I hope na unawekeza. Yes, ninawekeza. Mimi nawekeza kwa ajili yangu mimi, na kwa sasa nawekeza katika hisa zaidi, ndio kitu ambacho nimekielewa. Bond sijui na hivyo vingine hapana, bado sijaelewa. Kwa hiyo sasa hizi na stick na kitu ambacho ninakielewa na kifahamu. Okay. Na ni kwenye bank. Yes, kwenye bank na kampuni nyingine. Nikisoma financials za kampuni nikaielewa biashara, na hicho ndo cha muhimu, kusoma profile, get to know the history of the company kabla hujawekeza, na kama pia ni biashara endelevu. Yeah. Okay. Ni jambo zuri kama umewekeza kwenye bank. Obvious unasubiria mpaka mwisho wa mwaka. No. Sio UTT kila siku unachungulia. Hapana, sasa mimi hiyo tabia kuchungulia naomba kwanza tuiache. Mimi mwenyewe nachungulia. Naingia hisa kiganjani pale, naangalia utajiri wangu wa ghafla. Ghafla liko nimekuwa na mamilioni. Dakika 5 nyingi ukirudi milioni zimepungua. Nakaa sasa unaanza kutafakari, lakini ndio ukielewa the basics za uwekezaji, especially kwenye hisa and all that, unakuja kuelewa kwamba ndio ilivyo duniani kote. Ndio soko liko hivyo. Kwa hiyo utakiwa kupanic. Unatakiwa tukujua wewe ni investor wa muda mrefu au muda mfupi. Yaani malengo yako ndio determine. La sivyo unakuwa itakuendesha wewe badala wewe kuifacilitate nani. Okay. Yeah. Wewe fedha unaichukuliaje? Well, mimi fedha ni what is money for me? Kwangu mimi pesa ni tool ya kuniwezesha kupata mahitaji yangu, ni tool ya kuniwezesha kumpa mwanangu elimu bora, ni tool ya kuniwezesha niwe na afya njema, kwa sababu bila pesa siwezi kulipia matibabu. Okay. Siwezi kula sijui healthy, siwezi kwenda kufanya mazoezi. Kwa hiyo ni tool ambayo inahitaji ni facilitate hivi vitu ili maisha yangu yaende. Nikiwa sina afya njema, sita hata iweza kuitafuta wala kuipata.
nikiwa sina hii fedha, mwanangu ataweza kupata elimu bora ambayo nataka yapate. Okay. Kwa hiyo mimi ni tool ya kufacilitate maisha yangu yaende vile navyo tamani yawe. Unahisi kwa nini watu wote sio matajiri? Nidhamu. 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 Matajiri wana nidhamu. Matajiri wana nidhamu. Okay. Akisema bajeti yangu ni hii, bajeti yake ni hile. Hiki sinunue, hiki sinunue. Sasa sisi wengine wale tunakuwa milionea mwisho wa mwezi. Yaani kishapata ile pesa wala kumbuki. Ni kweli, ila mimi kuna mahali napo nimepitia, wanasema kila mtu ana blueprint ya money. Yes. Kwa hiyo inategemea wewe hela unaichukulia kwa namna gani. Wenda kaa wale matajiri wengine unakuta wamerithi, wengine yaani ni kama kurithi, ni kama unaendeleza legacy. Yeah, unaendeleza legacy ambayo ilikuwepo, unaiendeleza kwa namna ya kiutofauti. Kuna sisi ambao ndo tunaanza. Yeah. Unaelewa. Kwa unaangalia blueprint zetu ni tofauti. Mama alikuwa anakuambia hela hiyo ishikilie ukienda dukani. Ishikilie hiyo hela usiangushe. Njia nzima unaimba kile ambacho wamekupa. Kwa hiyo unakuwa unaichukulia hela kama vile kitu ambacho yani ni kigumu kukipata, kwamba ukikipata ukae nacho kitumie kinapotea. Kwa hiyo nadhani ni maisha ambayo tumepitiamo au tumekuwa inatufanya sisi tuwe tulivyo. Na tuogope risk. Yeah. Pesa pia pesa wanasema ni energy. Of course. Inajua pa kwenda. Ukiogopa nenye itakuogopa. Ikijua huyu ananitafuta na ninataka ndio. Lakini unayo nidhamu ya kukaa na mimi. Na yenyewe yani ni energy. Kwa hiyo energy yako itadetermine pesa yako inakaa, inaondoka, inakufuata ama ukiogopa nenye itakuogopa. Okay. Ukiogopa itakukimbia. Kwa sababu wanasema huwa ni energy kama energies nyingine zote zilizokuwa kwenye universe. Kwa hiyo na yenyewe pia iko hivyo. Kweli. Unaichukuliaje risk taking kwenye biashara? Hiyo sijui kuhusu wengine, ila risk taking. As for me, I do take risks. You don't take risks? I do. You do? Huwa nachukua risks. Iki work sawa, isipo work nilijaribu. Huo ndo msemo wangu. That's the risk. Yeah. Nitachukua hiyo risk. Outcome yake ikiwa mbaya, it's fine. Nitakuwa nimejifunza. Yani kwa sababu huwa nasema there is no bad outcome. Of course. Ni lessons too. You don't fail. You feel like you don't fail. Yani you learn a lesson, unazipik, una improve on, and then unaendelea. There is no failure in business. Just lessons. Ukisema kuna failures, utafail. But if ukiangalia ni lessons. So saa nyingine the risks you just take. Hata ukiona unasema hii risk hii ina fail. But you take it anyways. So you do take risks? I do take risks. Okay. Yeah, that's nice. I try and do take risks. Not as much. Kwa sababu ukishakuwa mama saa nyingine like but yeah, I still try and do take risks. So I take risks. Okay. Wanasema in life everything is a risk. Maisha yenyewe tu risk, so might as well just do it. Yeah. Risk gani ambayo uliwahi kuifanya wewe mwenyewe ulikuwa hujiamini kwamba if I'm gonna get through this and ukatoka? Ya kifedha. Mara ya kwanza kabisa nataka kuanza kununua hisa. I think nilikuwa nimeshakuwa redundant, nilikuwa nimepewa NSSF yangu na ndio kwa imebaki na I'm like okay, naenda kuchukua hii NSSF. Ninachoenda kuweka hii pesa huko hata sijui naenda kuifanyia. Nataka sijui. Kwa hiyo nikampa tu broker nikamwambia iweke. Let's see what happens. Okay. Nakumbuka niliweka, at that point I bought shares from a bank.
And then at that time the price was ilikuwa nzuri kidogo, alafu ikashuka. Nitamani kulia. Niliona langu ndio ile utajiri wa vioo sasa. Kwa hiyo hela yangu yote ndio akaniambia hapana, the market regulates. Ilichukua muda mpaka kuja kuelewa okay, the market will regulate. Nilikuwa nimeshasema nasiuza. And I sold nadhani nusu yake. Baadaye broker akaniambia hapana, hizi nusu nyingine usiziuze, ziache. Bei itarudi. Na ikarudi tena nikasema kwa nini niliziuza? Maana ilirudi double. The price ikawa double. I'm like, kwa hiyo ningeziacha ningekuwa nimepata gains, au ningekuwa nimeziuza then ningekuwa nimepata hasara kabisa. Nani faida kubwa zaidi. But then I lived and I learned. Okay. What so any bad. Money your story, any money mistakes you've made ambazo? Oh, my money mistakes. I made a lot of mistakes. Because I like risk. I take too many risks. Kuna kipindi nilinunua mzigo. Okay. Nimeutoa Dubai. Watonas. Mwingi kabisa, nikasema hapa hela yangu yote naenda kuipeleka huko. Tona by then ilikuwa yani ina circulate, alafu fake zilikuwa nyingi. So original ndo organization nyingi walikuwa wanazinunua. Basi nikanunua mzigo, nikaja nao. Ile umetua tu. Nusu yake umejaa maji. Oh no. So I was like, okay, maybe it's something to learn kwamba usitake faida kwa pupa. Kwa sababu mimi nilitarajia kwamba it's ule mzigo obvious ningeuza, ningefika mahali. Kwa sababu nilikuwa na tenders nyingi ambazo una supply 100-200 items. So nikasema hii nikileta, kwa sababu ukileta kwa meli inakuwa gharama ziko chini. Na hata kama unachukua muda mrefu kuja, ila gharama ziko chini. Kwa hiyo unajiandalia stock kabla ya biashara hata kuanza. Biashara kuanza. Yeah. So ni mambo mengi sana. Muda mwingine unamsafirishia mtu mzigo, kwake umefika salama, akifika akifungua unaweza kukuta printer kioo kimeharibika. Inabidi replace. Yeah. So katika biashara ama maisha, risk zipo, we take them as a lesson, ndo kitu kizuri. Okay. So saizi ingekuwa unatakiwa kumshauri mtu kuhusu kuwa na kumshauri chochote kuhusu fedha, especially kuwa na nidhamu ya fedha, ungemshauri nini? Nidhamu ya fedha. Hapo kwenye nidhamu ya fedha, kusema ukweli, kwangu mimi kwenye mambo ya hela, sio hela naichukulia kama nilivyokuambia amplifier booster. Kwa ichukulie kama rafiki. Don't spend too much, but you have to relax, kwa sababu the more una overload akili na your brain now inachoka. You have to relax. But kila kitu, yani ukishapata hela ama profit, divide it. Kuna cha mtaji, weka mtaji. Kuna lipa gharama zote. What you get, something ambao umepata, umepokea, ambao ni ya kwako, usitumie yote. Kama unawekeza, haya. Kama unaweka sehemu akiba, haya. But kwangu mimi ni hayo. Okay. Wewe? Well, kwangu mimi ni kwanza jua fedha ni nini. Okay. Elewa mahusiano yako wewe na fedha yakoje. Ielewe fedha. Jua jinsi ya kui-manage na jinsi ya kuitunza. Kwa sababu usipojua hivyo itakupelekesha, na sio wewe ndio unatakiwa kuiendesha fedha, sio yenyewe ikuendeshe wewe. Of course. Kwa hiyo unatakiwa kuelewa hayo yote. Alafu kwa mtu ambaye anakuwa anajiona bado hawezi, kuna watu wanaosaidia, anaweza reach out wakamsaidia. And then akaanza tukua na hiyo nidhamu, kama amesema kiasi fulani ni kiasi fulani, akishika afu angalie
emergency ni nini, need ni nini, want ni nini. Kama ni need na ni inahitajika kweli, then sawa, unaweza kuvunja some of the rules. Lakini ukiangalia most of the times tunavunja rules for wants. Perfume is not an emergency. Eating out is not an emergency. Kwa hiyo unatakiwa kuangalia, identify what is important, what isn't, what you can do without and what you can't do without. Uhitaji 30 bottles of perfume. 2 nice ones will do, and they don't even have to be expensive. So it's understanding when you're your relationship with money, your money habits, zipi za kuacha, zipi za kuendeleza, zipi hivyo. So I think that would be what I would tell someone. I understand wewe mwenye relationship yako na pesa ikoje kwanza. Of course, na hiyo ni inner law of money. Kwenye fedha kuna laws mbili, kuna out law na inner law. Inner law ndo kama hiyo wewe hela unaichukuliaje. Out law ndo ile una cheti cha business, una nini vile ambavyo viko nje. But the real thing is what is inside you. What is inside you, yeah. Na tunasema kama mti umekuwa, labda mti wa maembe umekuwa, at the end of the day unaona mbona inatoa maembe machungu. Shida sio maembe, shida ni the root. Yeah. So start from the beginning, yani from the root. Check the cause, yani asili ya hicho kitu ni nini. Kama matunda hujayapenda, ndio ile unlearn and relearn. Yeah, sababu wengi wetu we need to unlearn and relearn our money habits. Kwa sababu ya tulikotoka. And of course. Yeah, and sasa tuko kwenye dunia ambayo you can't say nimetokea huko, hapana. Ni dunia ambayo unaweza kujifunza kila kitu kiurahisi sana. Na katika platforms zote. So kama ni Instagram utatafuta watu ambao wanafanya hivyo, utakuta lessons. Kama ni YouTube utakuta proper video lessons ziko pale zimewekwa. TikTok the same. Yaani ukitumia mitandao ya jamii vizuri, unaweza kujikuta umepata knowledge kubwa sana ambayo ni knowledge ambayo hautaipata darasani. Kama yeah, so kuna hiyo, kuna ku-unlearn na ku-relearn. Wewe ni millennial, right? Yes. Unahisi kuna utofauti gani kati ya millennial anavyoichukulia fedha na Gen Z anavyoichukulia fedha? Well, kuna utofauti kwa sababu za millennial saizi you're probably in your 30s, mid 30s. Kwa hizi mistakes za ku spend hela vibaya ushazifanya sana. Implications umeshaziona nyingi. Mifano ya wazazi wetu unaiona huko, they didn't have that. Saizi ndo unaanza wewe mwenyewe. Saizi wengi wetu we are unlearning and learning or relearning money inafanyaje au tunafanya hivi. So with us saizi it's we save, but we also save at the same time we live. I want to have savings, but I also want to live. Sitaki tu kwamba iti na save and then forward. If I'm not enjoying my life, what for? Yani haina maana, it's not that important. So we assess. So naelewa kitu fulani natakiwa kufanya hivi, kitu fulani natakiwa kufanya hivi. Okay, this limits zangu ni hizi. Gen Zs. Well, Gen Zs nadhani ni kama wako misunderstood. They're a generation that came into being kwamba wameshazoea kila kitu how they get. Whatever they want they get. Yeah, sure. Yeah. Whatever they want they get. Yeah. Unlike us. One, we're a generation tumepitia depressions, tumeona sijui. Tumetoka ile we started using kutoka kutumia gadgets mpaka sasa tunatumia gadgets. Internet imeanza, we saw it. So we came from playing outside to this digital world. Kwa hiyo tumetokea huko, yani kwa hiyo we have zile za nyuma and we have the current. And apparently we're the only generation that grew with those things. Ukiachana na Gen X, we're also the generation that had ile traditional where there was no digital, and then we came into digital. So we came into the digital space. We have seen how things move. Kwa hiyo tumepitia sijui depressions, sijui rais kafanya, kulikuwa kuna vita wapi, tumeona hela ina stack. Kwa hiyo kuna vita hata vikitokea saizi we are like it's okay, things will stabilize. Lakini Gen Zs have not been there. Gen Zs are
entitled. They feel like they deserve it. I want it. I'll get it. I'll get it. They don't want to put in the work. They don't have sometimes the skills. Lakini anategemea wewe umlipe kitu ambacho. And like, how do I pay you wakati huna hizo skills? Una hizo skills. Na ukimpa kazi kidogo tu, you know what? Endelea shughuli zako. Yani they don't. So for them, yani they're somewhat of a generation that is just carefree. They're in their own bubble. It's not a bad bubble, like it's a bubble that I feel like millennials and Gen Xers need to understand and then accommodate them. For them, sisi unajua traditional tufundisha shuleni, ofisini 9 to 5 kae hapo ondoke. For them we can work from anywhere. From anywhere, yeah. Which mimi kwa kweli hapo with them I'm with them hapo. I can work from anywhere. You don't need to confine me in a space. Ni kweli. Yaani unaweza kusema nyumbani nitafanya kazi. Yes. Popote pale nitafanya kazi. Utafanya kazi. Because kuniweka ofisini sasa nikakaa pale nisifanye kazi. Ni kweli. So Gen Z, what's your I would like to know what your take on Gen Zs and millennials. Ila mimi kuna vitu ambavyo navipenda kwa Gen Z. Like they are ready to do anything. Yes. And like us, yani sisi millennial lazima tu reasonable kufanya kitu. Yeah. Ila wao they don't take any reason. Yani wao fanya hiki, ukifanya hiki utapata hela. Utapata hela nafanya. Yes. Ila sisi mbona mtu fulani alijaribu? Mbona alishindwa? Mbona hivi hivyo? Kwa ninachowapendea wao ni kwamba sio niseme ndo best risk takers ama nisemeje. They just do it. Ni wako audacious. They have the audacity ambayo sisi hatuna. Yes. Sisi tuna compare sana. Lazima compare. Na overanalyze, overthink. Obvious. Yeah. Okay, teknolojia na fedha. Unahisi teknolojia inasaidia kufanya biashara iwe kwa urahisi ama inafanya biashara iwe ngumu? Well, kwa experience yangu mimi kama mimi, I feel like inafanya iwe rahisi. Yeah, iwe rahisi. I no longer like kuna saa najisahau kwamba naweza nikatembea sina cash kabisa. Unahitaji kulipia kitu. Lakini huyo mtu hana lipa namba, hana POS machine, na unajikuta una pesa either kwenye pesa kwenye simu. Mimi hata kadi sina. Bank cards. Nadhani niliacha siku nyingi sana. Natumia banking apps hizi. Muda kwanza. Alafu it's just service ikipotea uanze kuhangaike. Sasa hata nikisema simu yangu ikapotea, I'm like okay, it's fine. I'll report it, nitanunua nyingine everything kitarudi pale. Kwa hiyo it's with me technology and money kwa kweli hapo I love it. I can make payments anywhere in the world at any time easily at my fingertips. Technology imesimplify. Yeah. Katika kiwango kikubwa. Kuna risks. Yes, risks kama zipi? Kuibiwa mtandaoni. Ukiweka all your information sa nyingine kama it's a site ambayo you don't trust, do not put all your information. Because mtu mwingine anaweza kaenda, they hack and they use it. But hacking is everywhere. Yeah, it's everywhere, but unaweza wewe mwenyewe pia minimize your situation isikutokee. Because at the end of the day it happens. The bank has hawezi like okay, uleka up information yako 1 2 3 why? So somebody went in and used it and probably stole your money afu na ndio hiyo pesa uliyokuwa nayo. So kuna hizo risks pia mtu anatakiwa kuziangalia and use it. Lakini technology with money it's a good thing. The only downside combination. Yes. The only downside will be like kama the systems are down. Hapo ndo unakumbuka I should have had cash. Anasema kwa kijijini kuna some parts hata wajui. Kwa hiyo bado wanaendelea na cash. Kwa hiyo kwa huko mjini it's a good thing. Okay. So ungependa kuwashauri kama kuna jambo moja ungependa kushauri watu, ungeshauri kitu gani? Ushauri wangu kuhusu
fedha, kwanza jifunze juu ya fedha. Ni una imani gani juu ya fedha? Okay. Yani tunasema assess. Okay. Una imani gani juu ya fedha? Ukipata fedha una tabia gani? Okay. Na pia jiwekee malengo, kwa sababu fedha usipokuwa na malengo itapita tu, ita pass by. Ila ukiwa na malengo utafika mbali. Ni hayo tu. Okay. Well, ni hayo tu kwa leo. Asanteni kwa kutusikiliza. This is Duka Huru Podcast. Let's all win.